Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Mimi naitwa Dr. Charles Sokile, ninatoka TAFES. TAFES yani Tanzania Fellowship of Evangelical Students ni shirika lisilo la dini linalowahudumia wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya kati hapa Tanzania kwa miaka 35 sasa. TAFES ni sehemu ya mitandao ya kimataifa ya program kama hizi kwa nchi zingine inaitwa IFES. Na lengo la TAFES ni kuwahudumia wanafunzi katika vyuo vya kati na vyuo vikuu katika maisha yao ya makuzi, kuandaa katika uongozi bora, lakini pia kitaaluma na kijamii. Kwa sasa TAFES inawafikia wanafunzi zaidi ya 6,000 katika mikoa 18 ya Tanzania. Na kwa miaka 35 ambayo imepita tangu TAFES ilipoanza, kama mnavyofahamu tunaenda katika maadhimisho ya miaka 35 tangu TAFES ilipoanza, kumekuwepo na mafanikio mengi. Baadhi ya mafanikio hayo ni kama, nitagusia machache tu, mawili matatu, lakini ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni kutengeneza viongozi. TAFES imefanikiwa kuandaa viongozi mbalimbali hapa Tanzania ambao wengi wao sasa hivi wako katika nafasi mbalimbali katika mashirika ya umma, sekta binafsi, vyama vya serikali, serikalini, madhehebu ya dini na kadhalika. Na wengi wana nafasi za juu kabisa, wengine nafasi za kati, wengine nafasi za kawaida. Na program za TAFES ambazo zimefanikiwa sana katika kuandaa wanafunzi ziko nyingi, lakini ziko mbili ambazo ni mahususi sana. Moja ni program ambayo inaitwa Leadership Training Seminar, na katika utaratibu huu kila mwaka TAFES inaongea na kuwafundisha na kuwafunda vijana kama 2,000 hivi kutoka vyuo vikuu katika nyanja mbalimbali na vipengele mbalimbali vya uongozi. Lakini pia kuna program mahususi ambayo inaitwa Angaza Leadership Program ambayo ni ya muda mrefu kidogo, na hii programu TAFES inawapitisha wanafunzi takriban 5,000 kwa ajili ya kuandaa ili waweze kuwa viongozi wazuri kesho katika sekta mbalimbali ambazo wanafanyia kazi. Pamoja na kuandaa viongozi, TAFES pia imefanikiwa sana kutoa fursa kwa wanafunzi kujitolea na kujenga uwezo wa kuhudumia jamii chini ya program mashuhuri inayoitwa STEM, yani Short Term Experience in Ministry. Katika program hii wanafunzi kadhaa wanajitokeza na wanafanyiwa usaili, wanajiunga na wanapata fursa ya kuweza kufanya kazi za maandalizi ya kuwa experts, na baadaye wanasambaa kwenda kwenye kazi zingine, kila mtu kulingana na maono yake na wito wake na nia yake katika maisha yake. Na kwa sasa tangu program ile imeanza, zaidi ya wanafunzi 300 wamekwisha kupitia, ambao wengi sasa ni watu wazima kwa sababu ile program inachukua watu kama 30 kwa mwaka. Vile vile pia TAFES imefanikiwa sana kuanzisha kampeni mbalimbali za kuwajenga wanafunzi kimaadili, kihisia, kiuongozi na pia kitabia wanapokuwepo chuoni. Moja kati ya kampeni ambayo inafanya vizuri sana inalenga afya ya uzazi pamoja na mahusiano, na ile program inaitwa Sexual Purity Campaign. Wanafunzi wengi wanakuwa na changamoto sana za mahusiano wanapokuwa vyuoni, nafikiri wazazi mnafahamu na hata vijana mnafahamu. Kwa hivyo kwa kupitia hii program ya Sexual Purity, TAFES inawasaidia kuwafundisha, kuwashauri, kuwalea, kuwaonya na kuwaelekeza kwa njia mbalimbali ambazo zinawajengea uwezo wa kujitambua na kujisimamia wenyewe na kuishi kulingana na maadili ya kitaifa letu la Tanzania, lakini pia na maadili ya kiroho kulingana na jinsi ambavyo mwanafunzi ameweza. Kama nilivyotangulia kusema, kwa sasa hivi program hizo tunazifanya katika vyuo zaidi ya 90 hapa Tanzania katika mikoa 18. Kuna program nyingine pia ambayo imefanikiwa vizuri sana kule vyuoni, ambayo inalenga kuandaa wanafunzi kufanya vizuri kitaaluma
kwa kuzingatia zaidi zile nyanja nyepesi, yani soft skills, kama namna ya kuongea, kujieleza, kujisimamia, uongozi, biashara na kadhalika. Na kupitia hizi program za academic excellence, TAFES pia inaandaa wiki maalum katika vyuo vyote vile na kuwapitisha wanafunzi katika program hizo, na hizi program zimewasaidia sana kujiajiri na baadaye pia kuweza kuajiriwa mapema, yani ina strengthen jobs na skills kwa lugha ya Kiingereza. Na pia program za TAFES zinawasaidia wanafunzi sana katika kusimamia fedha zao wenyewe na kupanga budget na kuwa waadilifu na waaminifu katika fedha na maisha yao ya kujiwekezea na kujibakizia akiba, yani financial management and integrity. Na hizi program pia zinafanya vizuri na wanafunzi wengi sana wanazipenda. Pamoja na hizo program ambazo ziko ndani ya chuo, vile vile TAFES coordinate au inawaleta pamoja wanafunzi kila mwaka wanapokuwa katika kipindi cha likizo kujitolea kwenda kufanya kazi za jamii. Inajulikana kwa lugha rahisi missions. Hizi program zinalenga wanafunzi kusafiri kwenda mbali na chuo chao na kupata experience ya maisha halisi yaliyoko katika vijiji vyetu na sehemu zetu mbalimbali, wakishirikiana na madhehebu ya dini pamoja na makundi mbalimbali, wakitoa utaalamu wao wa awali kama ushauri, kuongea na kuwasaidia wanafunzi wengine wa level za chini na kadhalika. Hizi program za missions pia zinafanya vizuri sana, na kila chuo makundi ya wanafunzi yanaenda kila wakati wakifunga chuo kwenye hizo program za missions. Ndugu waandishi wa habari, jambo lingine ambalo TAFES imefanikiwa kufanya katika miaka hii 35 ni kujenga kituo kikubwa na kizuri cha kuwezesha jamii, yani kituo cha uwezeshaji na ustawi wa jamii ambacho kiko Boko, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Kituo hiki kinapokea wanafunzi mbalimbali kwa ajili ya mafunzo hayo na pia kwa ajili ya mafundisho maalum, kwa ajili ya mapumziko maalum au ushauri wale ambao wanahitaji huduma kama hizo. Kwa sasa kituo hicho kina uwezo wa kubeba wanafunzi kama 120 kwa wakati mmoja. Na tunapoelekea katika maadhimisho yetu ya miaka 35, tungependa kutoa wito kwa wanajamii yote ya Tanzania kutusaidia kushirikiana na sisi katika kukusanya fedha taslimu za Kitanzania milioni 450 ambazo tunahitaji kwa ajili ya malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kupanua hizi huduma zinazohitajika sana katika vyuo vyetu vikuu na vyuo vya kati. Kama mnavyofahamu, vyuo vyetu vinapanuka kwa kasi sana. Sasa hivi idadi ya wanafunzi katika vyuo vyetu inakaribia 2.5 na kuvuka. Ni sawasawa na idadi ya watu walioko katika wilaya kama ya Moshi mjini au jiji la Kigoma. Ni idadi kubwa sana. Na hawa wanafunzi wanahitaji huduma hizi ambazo ni msingi sana kuandaa leo na kesho. Na bahati mbaya sana, tusipofanya hivyo miaka 2-3 hii ambayo wako chuoni, hatutapata hiyo fursa tena. Hatutakuwa na jamii ya watu ambao ni waadilifu, wenye uelewa na wenye maadili na misingi ya kitaifa lakini pia ya kifamilia. Ndio maana tunatamani na tunataka tuweze kupanua huduma hizi kutoka kwa wanafunzi 6,000 tunaowafikia sasa hivi kila mwaka mpaka kufikia angalau wanafunzi 10,000, na angalau kila mkoa wa Tanzania uweze kupata huduma hizi. Kama nilivyotangulia kusema, sasa hivi tuko katika mikoa 18, bado kuna mikoa mingine ambayo tungependa kufanya kazi hii. Kwa hivyo lengo la hii milioni 450 ni kupanua huduma kufikia angalau kila mkoa na angalau wanafunzi 10,000, lakini pia kuboresha kile kituo cha kuwahudumia wanafunzi ambacho kiko kule Boko. Kwa taarifa zaidi kuhusu kituo, unaweza ukawasiliana na sisi kwa kupitia anwani yetu ya email ya nd@tafes.or.tz. Labda nirudie tena, nd@tafes.or.tz, au kwa namba ya simu
kwa kupitia namba 0742602132 au 0677366763. Naomba nirudie hizi namba za simu tena. Simu namba 0442602132 au 0677366763. Na kwa mchango au sapoti yote ambayo ungependa kutupa kukamilisha jukumu hili la kimsingi sana la kitaifa, tunakukaribisha uweze kushirikiana na sisi kwa kutuma mchango wako katika akaunti ya shirika ambayo iko katika benki ya CRDB namba 015C655011200. Hiyo ni akaunti ya shilingi za Kitanzania. Labda niirudie tena, CRDB 015C655011200. Au kwa wale ambao wangependa kutumia NMB, akaunti yetu ni namba 2091301374. Nirudie tena kwa mara ya mwisho, 2091301374. Hiyo ni akaunti ya shilingi za Kitanzania. Kwa wale ambao wako nje ya nchi, ambao pia ama walipitia katika huduma hizi, walihudumiwa na hizi huduma za TAFES, kwa sababu pia wako Watanzania wengi sana nje ya nchi ambao walivyokuwa vioni hapa walihudumiwa na huduma hii ya TAFES na wangependa kushirikiana na sisi kupanua huduma hizi, unaweza ukatutumia sapoti yako kwa kupitia akaunti ya dola ambayo iko NMB namba 2091001375. Asanteni sana.